Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, tuhabarishane yale ambayo yanajiri nchini Tanzania na katika nyanja za kisiasa katika taifa hili. Habari mbaya kwa utawala wa Samia Suluhu, mazungumzo ya maridhiano Tanzania yaanza kuingizwa dosari. Kuchaguliwa kwa rais wa zamani wa Malawi Daktari Lazarus Chakwera kusimamia mazungumzo ya maridhiano Tanzania kati ya upinzani na utawala sasa kumekosolewa vikali mtandaoni na wanaharakati baada ya habari hizi mbaya kumhusu Daktari Chakwera wa Malawi kuweza kufichuliwa na siri yake nzito pia kuwekwa hadharani na chombo hichi kimoja maarufu cha habari nchini Tanzania kinachoendeshwa na Mange Kimambi. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Safari nyeti ya Tanzania kuelekea maridhiano ya kitaifa imeingia katika hatua mpya sasa na yenye utata, kwani uteuzi wa rais wa zamani wa Malawi Daktari Lazarus Chakwera kusimamia mazungumzo yajayo kumezua shutuma kali katika mitandao ya kijamii sasa hivi. Wanaharakati, wachambuzi wa masuala ya kisiasa na wananchi pamoja na chombo cha habari cha Wananchi Forum mtandaoni wanahoji iwapo yeye ndiye mtu sahihi wa kuendesha mchakato huo nyeti na wa kihistoria, hasa baada ya kuibuka taarifa za kusumbua kumhusu Chakwera muda wake wa uongozi akiwa rais. Wasiwasi huo umeibuka siku chache kabla ya kufanyika kwa mazungumzo yaliyopangwa kufanyika kati ya Rais Samia Suluhu Hassan, Chadema na vyama vingine vya upinzani kati ya tarehe 18 hadi tarehe 21 Novemba, na hivyo kuibua hofu kuwa huenda mzozo huo ukafunika dhamira pana ya ujenzi wa amani na maridhiano. Ukosoaji huo unatokana na majadiliano mapya kuhusu muda wa Chakwera kama rais wa Malawi, ambapo alilaumiwa kwa kuwateua mkewe, binti yake na mkwe wake katika nyadhifa zenye ushawishi mkubwa serikalini. Wakosoaji wanahoji kuwa uteuzi huu uliwakilisha kesi ya wazi ya upendeleo na ulikinzana na dhamira yake katika kupiga vita na kukuza uwajibikaji wa kitaifa. Kwa Watanzania wengi sasa, baada ya ufichuzi huu ama siri hii, ufichuzi huu umeweka shaka juu ya mamlaka yake ya kimaadili kusuluhisha migogoro ya kisiasa nchini Tanzania. Kuibuka upya kwa hadithi ama ripoti hizi kumechochea kampeni kali ya mtandaoni zinazodai kuangaliwa upya kwa uteuzi wake wa kusimamia mazungumzo na maridhiano kati ya utawala wa Tanzania na upinzani. Katika habari fupi iliyochapishwa na kituo cha habari maarufu cha Tanzania cha Wananchi Forum, ambacho kinajulikana sana kwa taarifa zake nyeti kuhusiana na mambo yanayotendeka Tanzania, katika ripoti hiyo ya Wananchi Forum, kama unavyotazama chapisho hilo lao kwenye screen yako, iliweza kuchapisha video ya Daktari Chakwera wa Malawi akiweza kuhojiwa na kituo kimoja cha habari kuhusiana na uteuzi wa familia yake serikalini. Na katika ripoti hiyo iliandikwa hivi: mpatanishi aliyetumwa Tanzania anatuhuma za kumteua mke, binti na mkwe wake bila vigezo pindi akiwa rais. Wasiwasi zaidi umetolewa kuhusu safari yenye utata ya London wakati wa urais wa Chakwera nchini Malawi. Badala ya kusafiri na mjumbe rasmi wa wawakilishi 10 wa serikali, inasemekana, kulingana na chombo hichi cha habari maarufu cha Tanzania cha Wananchi Forum, inasemekana familia yake iliweza kuchukua mahali pao na kusafiri kinyume, ambapo watu wengi waliweza kukosoa hilo, hatua ambayo ililaaniwa sana wakati huo kwa kuficha tofauti kati ya mapendeleo ya kibinafsi na wajibu wa kitaifa. Wanaharakati wa Tanzania sasa wanahoji kama mpatanishi mwenye rekodi kama hiyo yenye mzozo anaweza kuongoza kwa haki na kwa uaminifu mchakato wa mazungumzo ya maridhiano ya kitaifa Tanzania. Baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii wamedai kuwa Tanzania inahitaji kiongozi asiyeegemea upande wowote na mwenye sifa ya uadilifu, si mtu aliyechafuliwa jina na tuhuma za hapo awali za kuweza kupendelea familia yake. Mtazamaji, haya si matamshi yangu, ni matamshi kulingana na chombo hicho cha habari cha Wananchi Forum. Alipokabiliwa kuhusu maamuzi hayo kulingana na video hiyo iliyochapishwa wakati wa uongozi wake alipohojiwa, Daktari Chakwera alijitetea kwa kueleza kuwa anawaamini watu aliowateua na kwamba familia yake ndiyo nguzo yake ya kumuunga mkono. Matamshi hayo yaliyojitokeza tena katika vyombo vya habari vya Tanzania leo ama wiki hii yamezidisha mijadala
kuhusu iwapo viongozi ama kiongozi aliyetatizika na masuala ya uwajibikaji katika nchi yake binafsi ataweza kupewa dhamana ya kutatua mivutano ya kisiasa katika nchi nyingine jirani ambayo ni Tanzania. Kuongezeka kwa upinzani huu kutoka kwa wanaharakati na vyombo vya habari vya umma kunatishia kutatiza misheni ya upatanisho wa maridhiano kabla hata haijaanza. Licha ya ukosoaji huo, maandalizi ya mazungumzo ya amani yanaendelea, ambapo mkutano kati ya Rais Samia Suluhu, Chadema na vyama vingine vya upinzani unatarajiwa kufanyika kati ya Novemba tarehe 18 hadi 21. Mkutano huu unachukuliwa kuwa fursa ya kihistoria ya kujenga upya uhusiano wa kisiasa uliovunjika kufuatia ghasia zilizozuka baada ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29. Vyanzo vinavyofahamu mpango huo vinasema kuwa Ikulu mjini Dodoma inakamilisha ajenda hiyo na mialiko imetolewa kwa viongozi wote wakuu wa upinzani. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kushughulikia masuala muhimu ya kitaifa yakiwemo malalamiko yanayohusiana na uchaguzi, matakwa ya mageuzi ya kisiasa na mustakabali wa uhuru wa kidemokrasia nchini humo. Chadema inaelekea kushinikiza kulindwa kwa uhuru wa raia, uhuru mkubwa wa kukusanyika na uhakikisho kwamba ushindani wa kisiasa utakabiliwa na vitisho vya serikali. Wakati huo vyama vingine kama vile ACT Wazalendo na NCCR Mageuzi na vitatetea ushirikishwaji mpana wa kisiasa na mageuzi ya muda mrefu ya kimuundo. Uamuzi wa Rais Samia Suluhu Hassan kuitisha mazungumzo ya maridhiano haya unaashiria mabadiliko makubwa ya kisiasa, hasa baada ya wiki kadhaa za mvutano unaoongezeka, vifo wakati wa maandamano na majeruhi na uharibifu wa mali wakati wa maandamano ya uchaguzi. Mpango huu mzima unakuja katika kipindi cha sintofahamu kubwa nchini Tanzania kufuatia siku 3 za maandamano yaliyofanyika mnamo Oktoba tarehe 29, siku ya uchaguzi mkuu. Machafuko hayo ambayo yalifanyika Oktoba yaligharimu maisha ya watu wengi Tanzania na kusababisha makumi ya watu kujeruhiwa na kusababisha uharibifu mkubwa wa majengo ya umma zikiwemo ofisi kadhaa za CCM. Matokeo ya machafuko yameacha athari za kudumu kwa fikra ya pamoja ya taifa, huku wananchi wengi wakidai uwajibikaji na mwelekeo mpya wa utawala wa kisiasa. Wafuasi wa upinzani wanahoji kuwa bila kushughulikia masuala haya, juhudi zozote za upatanisho zinaweza kuwa za juu. Mazungumzo yajayo kwa hiyo yanaonekana kama mtihani muhimu wa kujitolea kwa serikali kwa maadili ya kidemokrasia na ulinzi wa haki za binadamu. Malumbano ya umma yanayohusu uteuzi wa Daktari Chakwera yameongeza safu mpya ya mvutano kwenye mchakato ambayo tayari ni tete. Wakati wengine wanaamini kwamba ukosoaji huo ni jaribio la kudharau juhudi za upatanisho, wengine wanahoji kuwa Tanzania inastahili mpatanishi mwenye rekodi isiyo na dosari. Mjadala huo unaakisi masikitiko makubwa miongoni mwa wananchi wanaohisi kuwa viongozi wa kisiasa ni lazima wawajibishwe kwa viwango vya juu zaidi. Hata hivyo, matumaini ya maendeleo yanasalia kuwa makubwa miongoni mwa wananchi ambao wana shauku ya kuona mwisho wa mgawanyiko wa kisiasa. Kwa wengi, uwezekano wa kumwona Rais Samia Suluhu na viongozi wa upinzani wakiketi meza moja ni ishara ya matumaini, jambo ambalo ni nadra kutokea katika historia ya hivi karibuni ya kisiasa ya nchi hii. Siku zijazo zitaamua ikiwa mchakato huu utaashiria mwanzo wa uponyaji wa kweli wa kitaifa au kwa fursa nyingine iliyokosa. Saa inaposonga kuelekea tarehe zilizopangwa za maongezi hayo ya maridhiano, vigingi vinaendelea kuongezeka. Tanzania iko katika njia panda na matokeo ya mazungumzo yanaweza kuathiri hali yake ya kisiasa kwa miaka mingi ijayo. Ikiwa Daktari Chakwera anaweza kuondokana na utata huo na kuongoza vyema mchakato wa upatanisho bado haijulikani. Hata hivyo, kilicho wazi ni kwamba udhabiti wa siku za usoni wa Tanzania sasa unategemea nia ya viongozi wake kujiinua juu ya maslahi binafsi na kukumbatia kazi ngumu ya mazungumzo na maridhiano na maelewano. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimekuandalia katika taarifa ama video hii. Nijuze maoni yako upande wa comment section, unachofikiria kuhusiana na shutuma hizi mpya dhidi ya Daktari Chakwera kutoka Malawi ambaye anasimamia mazungumzo Tanzania. Vile mtazamaji, like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.